Nafikiri ilikuwa mechi nzuri kwa sababu unaweza kuzungumzia udhaifu mwingi wa KMC kabla ya ubora wa Pamba. Goli la kwanza linakuonesha tu kwa nini KMC yupo mwishoni mwa msimamo wa ligi. Linakuonesha kwa nini anastahili pengine kutumia vyema dirisha la Januari kama yupo serious hataki kwenda championship. Linakuonesha kwa nini wapo kwenye nafasi waliokuepo. Kwa nini wamefunga magoli mawili na kwa nini wamefungwa magoli karibu 14, 13, 14. Na hiyo haiji kwa bahati mbaya. Wamefungwa magoli 14 mpaka baada ya leo, si ndivyo? Haiji kwa bahati mbaya. Yale magoli 14 mengi ukiyatazama ndio ya namna hii. Yaani unafungwa kwenye namna ambayo hata naye kufunga anaweza kawa na kushangaza zaidi. Lakini goli la pili, nice move kutoka kwa Pamba. Kila kitu walichokifanya kilikuwa so smart and so superb. Nafikiri linaweza likawa miongoni mwa magoli yenye setup nzuri sana. Goli la tatu pia setup ya maana, haikuwa na makando kando, haikuwa na longolongo mpaka goli linakuja kupatikana. Kila kitu walichojaribu kufanya kilikuwa superb. Ni sahihi kusema kwamba kwa kipindi hiki Maximo timu ya KMC imemshinda na kwa wachezaji waliokuwepo kwenye kikosi chake? No, ni ngumu kwa sababu mimi siwezi kusema hivyo kwa sababu naamini matatizo ya KMC yapo beyond coaching, yapo zaidi ya kocha. Na huu utakubaliana na mimi kwamba ni msimu karibu wa 3 KMC wananusurika kwenye siku za mwisho kabisa. Kwa hiyo nafikiri kama ingekuwa ni Maximo pekee ndio tatizo, misimu mingine wangekuwa wanafanya vizuri na tungekuwa tunawaona. Lakini hatuwaoni wakifanya vizuri. Mara zote wamekuwa hivi na wanaingia na kutoka kwa sababu performance yao imekuwa mbovu. Kwa hiyo wanahitaji kuanzia kwenye uongozi kila mmoja kujitathmini kama je anaitendea haki manispaa ya Kinondoni kwa kile ambacho kinatokezea ndani ya pitch, kwa sababu ndani ya pitch it's just a reflection ya kile ambacho kinatoka kwenye maono ya uongozi. KMC ni wapi ambao unatakiwa kupatazama zaidi ukiachana kwamba uongozi unatakiwa kuanza kuwa sehemu ya kwanza kung'amua matatizo na changamoto zilizokuwepo? Unaiona KMC ikiendelea hata ikifanya mabadiliko kwenye mzunguko wa pili, unaiona ikibadilika? Inawezekana kwa sababu ndani ya pitch kitu pekee ambacho wana lack ni wachezaji tu kadhaa wazuri. Wakipata wachezaji walau 5-6 wazuri wanaweza compete kwenye eneo zone. Nafikiri eneo ambalo hahitaji kusajili mtu yoyote ni labda eneo la kiungo mshambuliaji na eneo la mawinga. Lakini maeneo mengine yote yanahitaji usaidizi. Kwa hiyo ni lazima wafanye backup ya kutosha. Vinginevyo kama wakienda kimasiara ama wakienda kichwa kwa namna wanavyoenda sasa hivi, asubuhi tu. Maswali ligi? Hapana. Sawa, Upete tuzungumzie kuhusiana na